Natumai hujambo hapo ulipo. Huu ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja kwenye meza ya duara, ambapo wataalamu wetu wanatoa maoni yao juu ya masuala mbalimbali ya dunia. Na kwa mara nyingine, msikilizaji, tunarudi Mashariki ya Kati. Wapalestina na familia za mateka wa Israel wamefurahia taarifa ya kusitishwa kwa mapigano na kubadilishana mateka na wafungwa. Mapatano hayo yamefikiwa katika msingi wa mpango wa vipengee 20 uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump katika vita vilivyodumu kwa miaka miwili katika ukanda wa Gaza, tangu wapiganaji wa Hamas waivamie Israel na kuishitua nchi hiyo kwa kiwango kisichokuwa na kifani. Tarehe 7 mwezi Oktoba miaka miwili iliyopita, Hamas walivamia kusini mwa Israel. Watu 1200 waliuawa na watu wengine 251 walitekwa. Israeli ilianzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya wapiganaji hao, hususan kwa lengo la kuwaangamiza Hamas na kuwakomboa mateka waliobakia. Lakini haikuweza kuyafikia malengo hayo, na badala yake Wapalestina zaidi ya 65,000 wameuawa na wengine zaidi ya 160,000 wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya 90% ya makazi ya Wapalestina yameharibiwa na Wapalestina wapatao milioni 2 wamegeuka kuwa wakimbizi wa ndani. Msikilizaji, kwenye meza yetu ya duara hii leo tunauangalia mpango wa Rais Trump pamoja na juhudi zingine zote za kuleta suluhisho la mgogoro wa Mashariki ya Kati, ikiwa pamoja na hatua iliyochukuliwa na nchi kadhaa ya kuitambua nchi ya Wapalestina. Na sasa nawatambulisha wachambuzi wetu. Kutoka huko jijini New York, Marekani, nimemkaribisha Profesa David Monda. Ni mhadhiri wa chuo kikuu na mchambuzi maarufu wa masuala ya kisiasa. Nimemwalika pia Abdul Fattah Musa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati. Yeye yuko Tehran nchini Iran. Kutoka jijini London, Uingereza, nimebahatika kumpata Bi Mariam Omar, mwandishi wa habari, mkufunzi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Vilevile pamoja nasi leo hii ni Ibrahim Rahbi, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Yeye yuko Dar es Salaam, Tanzania. Na mimi msikilizaji ni mwenyekiti leo hii, naitwa Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Na moja kwa moja kwako Profesa Monda. Baada ya miaka miwili ya uhasama kati ya Israel na Hamas, sasa wamefikia makubaliano ya kuanza kuitekeleza hatua ya kwanza ya mpango uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Maana yake Israel na Hamas watabadilishana wafungwa na mateka, na kwamba Israel itayaondoa majeshi yake kutoka ukanda wa Gaza. Yapi maoni yako kutokana na hatua hiyo? Maoni yangu kutokana na hatua hii ni ya kufurahia ya kwamba vita yaonekana ya kwamba vitakoma na kupotezwa kwa maisha kiholela itasitishwa, lakini bado kuna hali ya vuta ni kuvute, kwa sababu idadi ya mateka ambao bado hawajaachiliwa miili yao haijulikani idadi hiyo ni ipi. Hatujui ya kwamba kweli Hamas itawatoa mateka wote, manake diplomasia mateka hawa ndio tikiti kuu ya Hamas. Lakini pia kwa upande wa Israel hatujui kwamba kweli Israeli itatoa vikosi vyake vyote kutoka kule Gaza, kwa sababu serikali ya Netanyahu inataka kukalia Gaza, tena iongeze Gaza kama sehemu ya Israeli. Kwa hivyo ni vyema kwamba maafa yatasitishwa, lakini bado hali ni tete na pande zote mbili haziaminiani. Asante sana Profesa Monda. Nikugeukie wewe Bi Mariam. Hakika maafa makubwa yametokea kwa Palestina tangu wapiganaji wa Hamas walipoivamia Israel hapo tarehe 7 mwezi Oktoba miaka miwili iliyopita. Je, wewe unaizungumziaje hatua hii ya kwanza ya makubaliano yaliyofikiwa chini ya mpango wa Rais wa Marekani? Naam, kama alivyosema Profesa Monda, ni hatua nzuri sana. Kwa kimwangalio, ukiangalia ni hatua nzuri sana na utaona kwamba wote wataweza kufaidika. Tukiangalia upande wa Hamas kidogo, Wapalestina wamepata kipigo kikubwa. Kwa hivyo kama kutakuwa na utulivu na pia milango ifunguliwe ya kuingiza misaada, itakuwa ni kitu cha maana. Na pia vile vile upande wa Israel, wale mateka
Kwa ujumla naona wanataja 48 walio hai na wasio hai, ikiwa kama watafika. Tumeona watu wakisherehekea Israel, tumeona pia watu wakisherehekea upande wa Gaza na kwingineko kote duniani. Kwa hivyo inaweza ikasaidia, lakini kuna mushkila hapa, kwa sababu Israeli imekuwa ikijulikana mara nyingi haishikilii haya mambo. Na sasa watu wanasubiri kuona kwamba ikiwa kama watatia saini kukubaliana na haya. Nimemsikiliza msemaji mmoja kutoka Israel akisema kwamba awali walikuwa wametangaza kwamba makubaliano yamefikiwa, Israel imekubali pamoja na vile vile Hamas wamekubali, lakini baadaye pakawa na mushkili, wakaambiwa hapana, itabidi kwanza wasubiri mpaka pale itakapoidhinishwa na hilo baraza ambalo ni la upande wa mrengo wa kulia la Israel. Na unakuta pale kuna mtu kama ule bwana Smotrich na mwenzake Ben-Gvir ambao wanasema moja kwa moja watapinga, lakini kinachojulikana waziwazi ni kwamba hata wakipinga, sioni kama italeta matatizo katika kukubaliana na haya mambo, kwa sababu wengi watataka yapitishwe ili waweze kupata wale watu wao ambao wametekwa. Kwa hivyo ni hatua kubwa, hatua nzuri, lakini bado kuna ile ati. Nadhani ingekuwa bora nimpe nafasi Abdul Fattah Musa na vile vile Ibrahim Rahbi na wao pia watupe maoni yao. Kwako Abdul Fattah Musa. Hatua hii kama walivyotangulia kueleza wenzangu ni hatua ambayo inatia matumaini kwa upande mmoja na inatia wasiwasi kwa upande mwingine. Na pamoja na kwamba wakati tunajadili haya tunasubiri baraza la mawaziri la Israel likutane na kuidhinisha rasmi huo wakati wa kuanza kutekelezwa usitishaji mapigano rasmi, ni kwamba kumeonekana kuna hali ya utata katika masuala kadhaa. Msemaji wa Hamas amejitokeza kwenye vyombo vya habari akisema kwamba kuna mvutano juu ya orodha ya wafungwa wa Kipalestina ambao inapaswa waachiwe huru na Israel, na vile vile hata kuhusiana na mchakato mzima wa namna ambavyo mateka wa Israel wataachiwa huru. Hamas imekuwa baadhi ya wakati ikisikika ikisema kwamba huenda mateka hao nao ikawaachia kwa awamu, kwa kuzingatia namna ambavyo Israel nayo itatekeleza makubaliano ya kuondoka hatua kwa hatua katika eneo la ukanda wa Gaza. Na hii ni kutokana na hofu kwamba inaweza Israel baada ya Hamas kutupa karata yake au turufu yake ya mwisho ya kushikilia mateka, Israel ikaweza kubadilisha msimamo, kwa sababu imeshuhudiwa hivyo mara kadhaa. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kutokana na yeye mwenyewe na serikali yake anayoongoza ambayo iko legelege, wakati wote amekuwa anasukuma na mashinikizo ya ndani ya serikali yake ili kuchukua misimamo tofauti na ahadi ambazo amekuwa akizitoa hapo awali. Ukiachilia mbali kwamba na mpango wenyewe wa Rais Trump wenyewe nao una matatizo kadhaa, umekosolewa sana na wengi wanaohisi kwamba si mpango hasa unaokusudia kuleta suluhisho la kweli na la haki katika mgogoro huu. Vipi lakini huko Iran, Abdul Fattah, nchi hiyo unadhani inaamini kwamba makubaliano yaliyofikiwa yatatekelezwa na pande zote? Iran inaonekana inaliangalia jambo hili kwa tahadhari kubwa, kwa sababu kwa upande mmoja inahisi kwa nafasi ilionayo haiwezi kupinga msimamo wa Palestina wenyewe, kama ambavyo hata mashambulio ya Oktoba 7, 2023 Iran ilitangaza kwamba mashambulio yale yaliyofanywa na Hamas yalifanywa na Wapalestina wenyewe, ingawa ilikuwa na msimamo wa kuunga mkono hatua hiyo. Kwa hivyo na hivi sasa pia inavyoonekana upo uwezekano kwamba katika suala hili Iran nayo ina hofu kwamba huenda hatima ya makubaliano haya yasiwe na kwa maslahi ya Wapalestina, lakini imetoa kauli ya kusema kwamba inaunga mkono kile ambacho Wapalestina wenyewe wamekihisi kwamba kitaweza kudhamini kumalizwa vita hivi na Wapalestina kuweza kupata haki yao wanayopigania kwa muda mrefu sasa. Kwako Ibrahim Rahbi, kwa maoni yako, unaona ni nini hasa kilichowezesha makubaliano haya kufikiwa? Kwangu mimi nikienda nje kidogo ya wenzangu walichokizungumza, binafsi nimeona kuwa kukubaliwa kwa makubaliano haya ni uamuzi ule uliofanyika kwenye makubaliano ya awali, kwa sababu katika mzozo huu tumekuwa na makubaliano haya ni ya tatu. Acha yale ya awali kabisa mwanzo wa vita wakati wa Rais Biden, kuna yale yalitokea mwishoni kabisa mwa Biden tarehe 19 Januari, wakati siku moja kabla ya Donald Trump kuapishwa, na Trump alikuja kusema kuwa yalikuwa ni ya kwake. Hiyo haya ni ya tatu ambayo tunaweza tukaona kuwa mara zote yamekubalika kutokana na msukumo kutoka kwa Marekani. Hata haya ukiyatazama utashi na mapenzi ya serikali ya Marekani, hasa Donald Trump amekuwa
akitaka hili, nje ya kile ambacho wengi wanakizungumza tuzo ya amani ya Nobel, lakini yeye amekuwa akiyataka haya. Na upepo ulibadilika zaidi baada ya Israeli kufanya mashambulizi kule Qatar kuwalenga maafisa wa Hamas. Nadhani upepo ulibadilika sana na uungoji mkono wa Palestina ukawa mkubwa katika ulimwengu wa magharibi, na ndio kikatokea kubadilika. Sasa bado tunazungumza kile ambacho tunakizungumza siku zote, kuwa hatuendi moja kwa moja kwenye matatizo. Bado tumeendelea kuwa tunacheza pembeni, yani nini kinachotakiwa. Ukiangalia haya makubaliano yalivyowekwa na vifungu vilivyowekwa, ukilinganisha kwa asilimia, utaona kuwa mengi ya makubaliano yanayoipa Israeli hayajampa Netanyahu. Sasa wakati Israeli inapata, Netanyahu anapoteza, lakini Wapalestina pia wanapoteza vingi, japokuwa wanapata kiasi ambavyo ni muhimu zaidi kuvipata hivi sasa. Sasa ugumu unakuja utekelezaji wa upande mmoja ambao ulitamani kila kitu upate, kwa sababu ukimchukulia Netanyahu, yeye alitaka Israeli ipate na yeye apate, lakini makubaliano hayajampa hayo. Na ukimtazama Trump ni kama vile anashinikiza kuwa ni lazima haya yatokee, kwa sababu ukichukua kauli ya Netanyahu wakati anatoka kwenye mkutano wa UNGA, ndio iliyopelekea kuzungumzwa kuwa tumefikia makubaliano. Alivyozungumza ndani ya Israeli alisema kuwa sisi tumepata kwa sababu Hamas watasalimisha silaha, lakini sisi tutabaki kuwepo ndani ya Gaza. Kauli ambayo imepingwa na andiko lililoandikwa na Donald Trump la kuthibitisha kukubaliana kati ya Hamas na Israeli. Andiko lake linasema kuwa Israeli itajiondoa. Kwa hiyo utaona kuwa ni kuwa Trump anasukuma ajenda zake ziende, hali ya kuwa aliyekuwa Netanyahu anapoteza zaidi. Na hata ukiwatazama watu wanaoshangilia ndani ya Israeli, ndani ya Marekani, wengi wanaonekana kumpa sifa nyingi Donald Trump na sio Netanyahu. Sasa Netanyahu ni kuwa anapotea kwenye siasa. Je, yuko tayari kwa hili? Hayo ndio ambayo mbele tutakutana nayo, kuwa yeye na washirika wake wa mrengo wa kulia wanafahamu kuachia serikali karibu wote watawajibika kisheria. Sasa wako tayari kujitoa kafara kwa ajili ya nchi yao, au wanaweza wakaamua kuvuruga kila kitu tupoteze wote? Kwangu mimi ndio ninavyotazama kwa jicho hilo. Sawa kabisa. Profesa Monda, tunafahamu kwamba mzozo wa Mashariki ya Kati umezidisha mijadala nchini Marekani, sio tu juu ya sera ya kigeni ya taifa hilo kubwa, lakini pia juu ya usalama wa jumuiya ya Wayahudi. Swali langu ni, je, Rais Trump atakuwa na muda wa kufuatilia kweli baada ya kumalizika kwa awamu ya kwanza ya kubadilishana mateka kwa wafungwa wa Kipalestina, au Mashariki ya Kati itaendelea kuwa kaburi la matumaini ya kisiasa? Ningependa kusema ya kwamba pengine huenda Mashariki ya Kati ikawa kaburi la matumaini ya kisiasa, kwa sababu wadadisi wanasema Marekani ingekuwa ikiitilia maanani zaidi lile tisho ambalo Urusi na hususan Uchina inaipa Marekani kule Asia, na ya kwamba kila kukicha kihistoria Mashariki ya Kati imekuwa donda ndugu kwa Marekani, ambayo haijazalisha faida yoyote ile kwa Marekani. Lakini kwenda mbele tena ni vigumu kwa wakosoaji au wadadisi hapa Marekani kuisahau Mashariki ya Kati kwa sababu za kihistoria na pia ushawishi wa kisiasa hapa Marekani. Lakini nadhani kimatumaini itaendelea kuwa eneo la kuteleza kwa sababu ya uhasama wa kihistoria na uhasama uliopo kati ya Wapalestina na Israel. Sidhani kihalisia kumalizia ya kwamba Israel ina nia ya kuleta amani Mashariki ya Kati. Nadhani wakipata hawa mateka wao wataendelea kuikalia Gaza na wataendelea kuipanua eneo hii ya kukaliwa dhidi ya Wapalestina kwa sababu ya serikali hii ya Israeli ambayo ina msimamo mkali wa mrengo wa kulia. Bi Mariam, vita katika ukanda wa Gaza na makubaliano awamu ya kwanza ambayo yamefikiwa, tunaweza kusema kwa upande mwingine kwamba Hamas wamekubali kufikia mapatano kutokana na shinikizo la jeshi la Israel? Labda kwanza tukumbuke kwamba huu ni usitishwaji tu, sio kukomeshwa kwa vita moja kwa moja. Na utakumbuka hata baada ya mateka kurejeshwa, hatuna hakika kama Israeli itakubali kuendeleza mambo haya ya amani. Na tukirudi sasa kwa Hamas tunaona moja kwa moja kidogo wamezidiwa, hawana ule uwezo wa Israel, na ndio sababu unakuta zaidi ya Wapalestina 67,000 wameuawa, na utakuta wengi wa hawa, utakuta watoto karibu, kwa mujibu wa
shirika la watoto duniani wanasema watoto 20,000 wameuawa katika mambo haya, na tunavyozungumza hivi sasa bado Wapalestina wanaendelea kufa, wengine kwa njaa, wengine kwa sababu hakuna madawa, kwa sababu njia zote zimefungwa. Kwa hiyo kwa kila njia nafikiri Hamas haina budi ya kukubali haya ili kuona inaokoa watu wake, lakini uzuri nayo pia imetoa masharti yake, na hapa ni kuangalia yapi yatafuatwa. Tukiangalia hivyo vipengele vya Trump kama walivyosema wenzangu, ni kweli kabisa kuna sehemu moja inalaliwa, lakini ikiwa kama mambo yatafanyika kama vile inavyotakiwa, basi hata Palestina na uchache wao na udhaifu wao wanaweza wakapata kitu kidogo na vita vikapungua na watu wakaacha kuteseka kama walivyoteseka. Abdul Fattah, kwako sasa. Tunaona kwamba baadhi ya wachambuzi wa masuala ya Israel na Palestina na pia baadhi ya viongozi wa dunia, pamoja na kwamba wengi wamepongeza hatua iliyofikiwa, lakini pia wapo ambao wameonyesha tahadhari baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa Israel na Hamas zimekubali kutia saini awamu ya kwanza ya mpango wa mustakabali wa Gaza. Kwa mfano, Profesa Fawaz Gerges wa siasa za Mashariki ya Kati na uhusiano wa kimataifa katika chuo cha masuala ya uchumi mjini London, yeye anasema mpango wa Trump wa vipengee 20 umejaa mapengo. Je, mtazamo huo unakubaliana nao au una maoni tofauti? Kama nilivyotangulia na kusema ni kwamba hayo ni masuala ambayo hayana mjadala, kwamba mpango wa Rais Trump kwanza kabisa, kama walivyoeleza wazungumzaji wengine kabla, ni kwamba umekuwa unainufaisha zaidi Israel. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuhusiana na kasoro za mpango huu ambazo hata jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamedondoa takriban nukta 15 ambazo mpango huu una matatizo nayo. Mengi ni masuala ambayo kwamba mpango huu unapingana hata na maazimio ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa pia, kwa sababu ndani yake kuna masuala ya kuifanya Palestina kama ni eneo ambalo liko chini ya mamlaka ya kikoloni. Kwa mfano, kuna suala la kuambiwa Hamas kwamba wasalimishe silaha zao, wakati Hamas au Gaza, eneo la Palestina, linapakana na Israel. Hakuna suala la upande wa pili wa Israel kwamba nao pia wasalimishe silaha zao. Hiyo ina maana kwamba kuwaweka Palestina katika hali ambayo wakati wowote wakihujumiwa kijeshi na Israel hawatakuwa na njia ya kujitetea. Vile vile katika mpango huu kuna suala la kwamba baada ya vita kusimamishwa eneo la Gaza, badala ya kukabidhiwa wa Palestina wenyewe, pamoja na kwamba Hamas binafsi wamesema wao wako tayari kuondoka katika uongozi, lakini Israel ilitangaza tokea mapema kwamba haitakubali wa Palestina waendeshe eneo hilo, na badala yake tunasikia kwamba kutakuwepo na bodi ya amani itakayoongozwa na Rais Trump mwenyewe na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair, ambaye anajulikana kwamba ni mtu ambaye rekodi yake ni chafu katika masuala Mashariki ya Kati tokea alipoisukuma nchi yake kwenye uvamizi dhidi ya Iraq mwaka 2003. Mbali na hayo, kuna suala zima la namna ya kwamba vipi wa Palestina, suala la msingi wanalolipigania la kupata nchi yao na kutambulika kama ni dola, hilo ni suala ambalo Rais Trump aliwekea masharti. Amesema kwamba mpaka kwanza itakavyoangaliwa mamlaka ndani ya Palestina itaweza kuleta mageuzi ya kiasi gani kuonyesha kwamba ina uwezo wa kupewa mamlaka ya kuongoza Palestina, na vile vile Israel kama itajiridhisha na hilo. Na isitoshe ni kwamba badala ya suala hilo kulifungamanisha na maazimio ya Umoja wa Mataifa, Rais Trump amesema hilo ni suala ambalo linaweza kuja kuangaliwa kupitia mazungumzo baina ya Palestina na Israel. Ukiangalia nukta hizi chache tu, ni jambo ambalo linaonyesha wazi kwamba hata kama mpango huu wa Rais Trump katika hatua hii ya kusimamisha vita au kumaliza vita na hata Israeli kuondoka ndani ya eneo la Gaza, bado kutakuwa na matatizo mengi makubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mustakbali wa Palestina wa kuwa na taifa lao kwamba kweli utaweza kutekelezeka kivitendo, tukizingatia kwamba Israel hii tulionayo ya Netanyahu, bali hata Waisraeli walio wengi wanapinga wa Palestina kuwa na nchi yao. Kwa hivyo kwa mtazamo huu, na tukiangalia kwamba mustakabali wa baadaye Rais Trump akiondoka madarakani, endapo kutakuja utawala mwingine au uongozi mwingine Marekani, nini kitachukuliwa juu ya swala hili? Yote haya yanalifanya swala hili kwamba pamoja na kutokuwa na hakika ya kuweza kupatikana huu mwafaka wa sasa kikamilifu, lakini hata kwa ajili ya mustakabali, huu mpango wa Rais Trump unaonekana wazi kwamba si mpango ambao kweli una nia ya dhati ya kusaidia kutatua tatizo hili. Na tukumbuke kauli moja ambayo mimi nafsi imekuwa imenipa mguso mkubwa. Rais Trump amesema kupitia mpango wake anataka kutatua mgogoro wa miaka 1000 nyuma katika eneo la Mashariki ya Kati na hasa Palestina, wakati sote tunajua kwamba chimbuko la mgogoro huu linaanzia
baada ya kuundwa Israel mwaka 1948. Kwa hivyo mtu anapata wasiwasi kuona kwamba Rais Trump lengo lake la mwisho kabisa ni kutaka kuhakikisha kwamba eneo lote la Palestina linakuwa ni sehemu ya dola la Kiyahudi la Israel. Rahbi, wewe unaonaje? Hamas itakubali kupokonywa silaha na kweli Israeli itaondoa majeshi yake yote kutoka Gaza? Hapo ndio kumekuwa na ugumu hasa kwenye haya mazungumzo, na hata taarifa ya mwisho waliotuletea ilionekana kuwa tumeambiwa kuhusu mateka, kuhusu kuingiza misaada, kuhusu kuachia wafungwa pamoja na mateka wa upande wa pili. Lakini hili swala ambalo au masuala muhimu kabisa ya kusalimisha silaha ya Hamas, lakini swala la IDF kujiondoa ni masuala ambayo yamewekwa pembeni. Lakini usisahau kuwa haya masuala yote mawili yanafungamanishwa na dhamana ya mateka. Sasa kama dhamana ya mateka haitokuwepo na kile ambacho kimeandikwa kwenye makubaliano kuwa baada ya saa 72 Israeli kukubaliana, mateka wote watatakiwa waachiliwe, maana yake kuwa watakuja kufanya mjadala wa pili au ile phase ya pili, hali ya kuwa upande wa pili wa Hamas hawatokuwa na dhamana yoyote ambayo unaweza kusema ukajikinga nayo. Sasa ukitazama kuwa kiasi gani utasema kuna dhamana ya upande wa pili, maana yake kuwa katika hili kuna makubaliano ambayo yalisimamiwa na Marekani ya mwaka jana tarehe 19 Septemba kati ya Israeli na Hezbollah kule Lebanoni, ambayo Marekani pia ni dhamana ya hayo makubaliano. Lakini leo tuna rekodi ya juu ya mara 2500 Israeli imevunja vipengele katika makubaliano ya usitishaji wa vita kule Lebanoni, na hakuna hatua zozote ambazo Marekani imezichukua. Kauli za mawaziri wa mrengo wa kulia wanazozitoa kuhusu usitishaji, kuhusu kurejea kwenye vita, kuhusu ujenzi